Hayo yameelezwa na mkuu wa kitengo cha lishe Pemba, Dr. Raya Mkoko Hassan, katika maadhimisho ya kilele ya siku ya lishe ngazi ya shehia inayokwenda sambamba na maadhimisho ya kilele chakula duniani huko katika viwanja vya Chamanangwe, wilaya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Amesema kupitia elimu wanayoitoa wamegundua kuna mwamko mdogo kwa wanajamii, hivyo ameitaka jamii kuwatumia wataalamu wa afya. Lakini tatizo kubwa tulilonalo ni ushiriki wa wanaume. Ushiriki wa wanaume ni changamoto kubwa sana. Kwa hapa tukitizama, wanaume ni kidogo sana, wanaokuja ni wanawake na watoto, na hilo ni tatizo kubwa sana, kwa sababu ukizingatia wao ndio wanaoleta chakula nyumbani, na wao ndio wanatakiwa waelewe kitu gani ambacho kinatakiwa kiliwe kwa mama mjamzito, lakini na kwa watoto. Mtoto anatakiwa anyonyeshwe miezi 6 bila kumpa kitu chochote, hata maji, isipokuwa ushauri wa daktari. Kama mtoto ameumwa, atapewa dawa kutokana na ushauri wa daktari. Upande wake, mwakilishi wa shirika la chakula Tanzania FAO, Stella Kimambi, amewashauri wazazi kuwasomesha watoto wao somo la kilimo ili waweze kuleta mabadiliko ya ongezeko la chakula pamoja na kujenga afya iliyo bora. Watoto hawachagui kabisa fani hii ya kilimo, lakini napenda kuwatia moyo watoto walioko mahali hapa. Ni fani nzuri, kuna eneo la research, mambo ya utafiti, kuna masuala ya afya ya mimea, kuna masuala ya ufugaji katika maeneo mbalimbali, na kilimo, na hata kilimo anga pia. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika fani ya kilimo ili kuhakikisha kwamba chakula kipo. Akitoa muktasari wa uendeshaji wa maonesho, mratibu wa maonesho ya siku ya chakula duniani kutoka Wizara ya Kilimo Pemba, Mbarko Ale Mgao, ameshukuru taasisi na mashirika zinazoendelea kutoa huduma viwanjani hapo, huku mkuu wa wilaya Wete Dr. Hamadi Omar Bakari akiwataka wadau kuendelea kutoa huduma vijijini ili kufikia azma. Niwaombe wadau wetu wanaotekeleza huduma hizi vijijini kuendelea kuunga mkono kwa hali na mali katika kuwafikishia jamii huduma hizi, ili wananchi wa kawaida hasa wa vijijini waweze kuwa na afya bora na kupunguza changamoto za vifo vya mama na watoto. Katika maadhimisho hayo yaliyoambatana na zoezi la unyeshaji wa uji wa lishe na upimaji wa afya. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.